Baada ya jioni kupita, sasa usiku ulikuwa tayari umeshaingia. Ndani ya nyumba ya Majula kulikuwa na waombolezaji wengi, akiwemo mama mzazi wa Majula aliyeitwa Bizokolo. Walikuwa wakipata chakula cha usiku. Bizokolo alionekana ni mtu mwenye furaha sana, akiwa anafurahia jambo fulani. Kitendo kile cha Bibi Bizokolo kuwa na furaha kilimfanya Asha aanze kustuka, akawa anajiuliza, je, Bizokolo anafurahia kifo cha mwanae Majula au ni kitu gani anachokifurahia? Akakumbuka kauli ya Majula kuwa mama yake mzazi, ambaye ndiye huyu Bizokolo, ya kwamba ni mchawi. Akameza funda kidogo la mate, kisha akajiinamia chini. Msikilizaji wa makala simulizi, hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Chanzo ni Mama. Katika sehemu ya kwanza, hapo ndipo mahali ambapo tulipoishia, na kukaribisha sana tuweze kwenda sambamba katika sehemu hii ya pili ili tuweze kufahamu ni nini ambacho kilichojiri. Na kukumbusha sana msikilizaji, kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii ya makala simulizi, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, ambalo liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo, ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho, lakini pia uweze kupata simulizi zingine mbalimbali ambazo tutakazo kuwekea hewani. Twende katika sehemu hii ya pili. Msimuliaji wako ni mimi BHB wa makala simulizi, na simulizi hii inatoka katika mikono ya mwandishi Amza Stories. Karibu, twende pamoja. Akahisi kama anapitiwa na usingizi wa ghafla. Taswira ya mwanga wa kibatari ikawa sasa inamkataza Asha kusinzia kutokana na mwanga wake. Lakini hakuweza kushindana na kasi ya mwanga huo. Akajikuta sasa akiwa anasinzia. Bizokolo yeye macho yake yote yalikuwa kwa Asha, huku akionekana kuwa na jambo fulani hivi. Alionekana kuwa na jambo la kumwambia Asha, ila kwa jinsi ambavyo alivyokuwa akimtazama ilionyesha pia kwamba jambo hilo hakupenda watu wengine waweze kulisikia. Ni wazi alikuwa akisubiria kwamba Asha akae peke yake ili aweze kuzungumza naye. Lakini tabasamu halikukauka usoni pake. Alikuwa akiendelea kula, huku waombolezaji wengine nao wakiendelea kula pasipo kuelewa kilichokuwa kikiendelea pale. Asha akiwa tayari usingizini, alianza kuona moto ukiwa unawaka katika shimo ambalo hakujua shimo hilo lilikuwa wapi. Akawa sasa anasikia sauti ikimuita. Sauti hiyo haikuwa ngeni katika masikio ya Asha. Ilikuwa ni sauti ya Majula, yani mume wake. Akawa vile vile anasikia sauti nyingine ya mtoto ambaye aliyekuwa akilia. Sauti hiyo haikuwa ngeni pia. Alipoisikiliza vizuri aligundua kwamba ni sauti ya kichanga chake kilichopotea, yani Juma. Sauti ile ilimfanya azidi kusikiliza vizuri baada ya kusikia ni sauti ya mtoto wake aliyepotea katika mazingira ya kutatanisha. Sauti ya Majula ilikuwa ikisema kwa kilio, Asha mke wangu, nateseka, niokoe tafadhali. Asha, niokoe Asha, naumia. Sauti ilimfanya Asha amwage machozi. Akamuuliza Majula akiwa ndotoni, uko wapi Majula? Uko wapi? Asha aliuliza huku akiwa anajiona akiwa analizunguka shimo lile ambalo lilikuwa na moto mkali sana. Sauti hizo zilimfanya sasa Asha azidi kuwa makini na shimo lile ambalo alilokuwa akiliona ndotoni. Shimo lile lilikuwa linatoka na moto mkali sana ambao hata Asha ulimpa mashaka sana.
Nipo na Juma tunateseka Asha. Asha akazidi kuhangaika huku akitafuta pengine anaweza kuwaona. Alichoambulia ni huo moto mkali na sauti pekee. Sauti hizo ziliendelea kutokea ndani ya shimo lile ambalo lililokuwa na moto mkali sana. Majula, siwaoni. Mko wapi niwasaidie? Aliposema hivi, akaanza kuona mkono wa Majula ukitokeza pale katikati ya moto. Asha akataka kumsaidia Majula. Alipopeleka mkono, akakutana na moto mkali sana ambao ulimuunguza. Hapo hapo Asha akazinduka kutoka usingizini mithili ya mtu ambaye aliyekuwa amezama majini. Kila mmoja alistuka kwa jinsi ambavyo Asha alivyostuka kutoka usingizini. Mkono wa kulia wa Asha ulionyesha kuwa na kidonda kibichi cha moto. Asha alichukua maamuzi ya kuficha mkono wake huku akiendelea kukohoa. Vipi Asha? Kuna nini? Aliuliza mmoja wa waombolezaji waliokuwa wakipata chakula pale. Umenistua? Ulikuwa unaota ndoto, si ndio? Ilisikika sauti ya Bizokolo huku akiwa amemsogelea Asha. Akawa anamshika ule mkono wenye kidonda ambao Asha alikuwa ameuficha. Asha yeye akausogeza tena, akaufunika kabisa ule mkongo na kanga ili tu Bizokolo asiuone ule mkono. Pole Asha, twende ukalale, alisema Bizokolo hadi Asha akashangaa. Ebo? Mapenzi na Binokolo hivi yameanzia lini? Mapenzi ya Bizokolo yamekuja lini? Basi bwana, Asha hakuwa na kipingamizi. Akanyanyuka sasa pale na kuelekea chumbani pamoja na Bizokolo. Walipofika chumbani, akamwambia Asha akae kitako kitandani. Asha hakuwa mjeuri. Alifanya hivyo kama ambavyo alivyoelezwa na Bizokolo. Ulikuwa ndotoni? Umeota nini Asha? Aliuliza Bizokolo. Chumba hicho kilikuwa na giza. Mwanga pekee kidogo ambao uliokuwa unaleta nuru pale ulikuwa ni ule wa kibatari ambacho kilichokuwa pale walipokuwa wamekaa waombolezaji wakipata chakula. Hapana mama, hata usijali. Nipo sawa. Ulienda wapi? Aliuliza Bizokolo tena pale. Aliuliza kwa sauti ambayo iliyokaza na kumfanya Asha ajue mama yule Majula amekuwa anajua mambo mengi sana kuhusu ndoto yake aliyoiota. Mama yake Majula ni ukweli kwamba alikuwa anajua. Maneno ya Majula yaliendelea sasa kujirudia kwenye ufahamu wa Asha. Giza lilizidi kuwa nene pale chumbani. Sikwenda popote mama. Si nilikuwa pale nimesinzia. Bizokolo, nasikia usingizi bana, mimi nataka nilale, alisema Asha akionyesha wazi kuwa alikuwa akitaka Bizokolo atoke pale. Hebu nisikilize wewe. Kama hukwenda popote, hicho kidonda cha moto umekitoa wapi? Ni dhahiri kabisa Bizokolo alikuwa akijua kwamba tayari Asha alikuwa na kidonda cha moto mkononi. Hebu nieleze, unanificha nini Asha? Kama hukwenda popote, hicho kidonda cha moto umekitoa wapi? Hicho hapo kwenye mkono, aliuliza Bizokolo kwa sauti ile ile iliyokuwa imejaa ukakasi wa kutosha. Ndipo Asha akayaamini maneno ya Majula kuwa Bizokolo ni mchawi. Akajikuta akiumia ndani ya moyo wake. Kumbe ni kweli Majula pamoja na Juma walikuwa wamechukuliwa kichawi na Bizokolo. Akiwa anaendelea kutafakari, akasikia tena sauti ya Bizokolo ambayo ilikuwa imekaza zaidi. Tena ilikuwa imekaza zaidi na kuonyesha msisitizo kuliko ile ya mwanzo. Tena ilikuwa ikionyesha kabisa kwamba ilikuwa ikitaka jibu la haraka iwezekanavyo. Kabla hajajibu, akapigwa kibao Asha.
kisha akahisi mikono ya Bizokolo ikiwa imemkaba shingoni. Mama, unaniua mama, alisema Asha kwa sauti ambayo si rahisi mtu kusikia. Bahati nzuri, wakati tukio hili linatokea, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa akimuita Asha. Iliposikika sauti ya kuita, ndipo Asha alipohisi ameachwa. Bizokolo, unataka kuniua? Nimekukosea nini? Akasema Asha kwa sauti kuu ambayo iliwafanya waombolezaji wengine wakimbilie chumbani kwa Asha wakiwa na kibatari. Walipofika pale chumbani, walimkuta Asha akiwa amekaa kitandani peke yake. Asha, kuna nini? Unasema mama anataka kukuua. Ni mama gani huyo ambaye yuko hapa? Mama gani huyo? Si uko mwenyewe hapa. Mama gani huyo anataka kukuua? Akiwa ameishikilia shingo yake, Asha akageuka huku na kule kumuona Bizokolo, lakini hakumuona. Alikuwepo hapa Bizokolo, alisema Asha. Bizokolo gani? Wakati mama yake Majula amelala pale kwenye mkeka. Asha, akili yako haipo sawa baada ya kifo cha Majula. Bizokolo alipokuleta chumbani alirudi kule, na alirudi muda ule ule na kujiegesha. Sasa tunashangaa ni yupi huyo unayemsema? Akasema huyo mwanamke ambaye aliyekuja kwenye maombolezo. Asha akaona kama anataniwa, haraka akasimama na kuelekea sebuleni. Ni kweli, alipofika pale alimuona Bizokolo akiwa anakoroma, tena akiwa amejiachia pale kwenye mkeka. Akiwa amesimama, Asha akashikwa mkono na mmoja wa waombolezaji. Alipogeuka alimuona Kidawa. Pole Asha, najua ni jinsi gani jamani unaumia. Usiruhusu hii hali ikaathiri akili yako. Maskini ya Mungu, Bizokolo yule pale amelala zake, alafu unasema alikuwa anakukaba chumbani. Jamani, hebu twende tukalale wote chumbani, akasema Kidawa. Bila kusema chochote, wakaongozana kuingia chumbani ambako walijikuta wakiwa wawili tu, huku zikisikika sauti za waombolezaji pale sebuleni. Maskini msichana mdogo anapitia makubwa sana. Hili ni kubwa sana kwake. Haliwezi kabisa. Ilikuwa ni sauti ya mama mmoja. Asha akiwa na Kidawa walisikia wakiwa chumbani. Unasikia Asha? Huu ndio wakati pekee wa kuonesha wanauke wako. Piga moyo konde. Kila jambo lina wakati wake. Hili litapita na maisha yataendelea. Usikubali akili yako ikapoteza mwelekeo. Leo kila mtu amekuja hapa kwa ajili ya msiba. Kesho na kesho kutwa utabakia peke yako, pengine na Bizokolo. Utakuja kugundua kuwa kila jambo litakutegemea wewe. Ni jinsi gani utaweza kukabiliana na changamoto za baadaye. Kwa hivyo rafiki yangu Asha, usikubali kabisa haya mambo yakakutoa mchezoni. Ni kweli najua inauma, lakini jikaze, kwa sababu haya mambo hayana budi kutokea. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Pole sana, lakini jipe moyo. Usikubali kuchanganya kichwa. Hebu fikiri uko huku mara unasema unakabwa na Bizokolo ilhali yuko kule. Inaonyesha ni jinsi gani ambavyo unaanza kuchanganyikiwa, yani ile jambo linakutoa katika mwelekeo. Nakusihi sana rafiki yangu, jikaze, jipe moyo, alisema Kidawa huku akiwa amemshika bega. Wadada mbalimbali walikuwa wakiendelea na maombolezo katika nyumba ile pamoja na mama wengine. Wadudu wa usiku waliendelea kulia huku nje, wakiashiria kuwa ukimya ulikuwa umeshatawala. Asante Kidawa. Nashukuru sana kwa kunitia moyo.
alijibu Asha kwa sauti iliyojaa mafua. Kilio kilimfanya apate mafua ghafla. Haya, tulale sasa Asha, alisema Kidawa huku akijitupa kitandani. Alionekana kuwa mchovu kwa shauri ya kuangaika huku na kule mchana mzima. Haikuchukua muda mrefu, Kidawa alianza kukoroma. Asha akautazama mkono wake, japo kulikuwa na giza, lakini alihisi kupata nuru ya kuona. Shauku ya kutaka kuona mkono zaidi ilimjia. Hakutaka watu wamuone akiwa ameumia, hivyo aliona usiku huo uliokuwa umejaa ukimya ungelimfaa kuweza kujikagua ni jinsi gani aliumia akiwa ndotoni. Asha alisogea dirishani ambako palionekana kuwa na mwanga wa mbalamwezi iliyokuwa iking'aa mithili ya almasi iliyo juu ya jiwe wakati wa jua kali. Alipofunua pazia, kwanza alipata upepo uliomfanya moyo wake ujawe na amani. Kibaridi fulani hivi kilichokuwa kimempa amani sana. Pili, aliweza kuona vizuri mkono wake. Lilikuwa ni donda la moto, japokuwa halikuwa kubwa sana, ila lilimfanya awaze. Alienda wapi? Ule moto kule ndotoni ndio umemuunguza? Hapana shaka ni ule moto ambao alimsikia mume wake akiomba msaada. Akashusha pumzi zake, kisha akafunika lile pazia. Ina maana Majula hajafa? Kama hajafa yuko wapi? Naanza kuamini kauli yake kuhusu Bizokolo kwamba ni mchawi. Aliwezaje kunikaba na muda huo huo akawa amelala kwenye mkeka? Alijiuliza maswali pasipo kupata majibu. Sasa wakati anarudi kitandani kutokana na lile giza, akajikuta ameparamia ndoo isiyo na maji. Ile ndoo alipoiparamia ikapiga kelele. Haraka akaliokota lile ndoo ambalo lilikuwa limedondoka, lakini wakati analiweka sawa akasikia kishindo cha mtu kama anakimbia mle ndani. Moyo ukamlipuka. Akawa anasikiliza ile sauti ya kishindo ambayo ilidumu kwa sekunde kama 4 pekee. Akapata swali la kujiuliza haraka sana akiwa amesimama. Nani alikuwa chumba cha maiti? Alijiuliza akiwa ameweka kidole chake mdomoni kama ishara ya kwamba amezama katika tafakari. Taratibu akapiga hatua kuelekea mlango ambao ulikuwa na pazia pekee. Usiku ulikuwa kimya sana. Zaidi ya sauti za kukoroma za waombolezaji pale na sauti za wadudu ambazo zilizokuwa zikisikika kwa mbali kutokea nje, hapakuwa na sauti yoyote iliyomfanya Asha asisikie kilichokuwa kikiendelea. Mguu wake aliuvuta kwa namna ambayo alihakikisha hawezi kuonwa wala kusikiwa na mtu yeyote, huku akili yake akielekeza zaidi kuwa kishindo alichokisikia kilitokana na kelele ya kugundua kwamba pengine kuna kitu kimetokea. Kishindo alichokuwa amekisikia moja kwa moja aliamini kilitokana na kelele ya kuanguka kwa ndoo. Hivyo kulikuwepo na mtu ambaye pengine alikuwa anamfuatilia usiku ule. Asha akageuka nyuma kabla hajafunua pazia, akamtazama Kidawa aliyekuwa akikoroma. Alifikiri kwamba aweze kumwamsha, lakini akaona asimsumbue ili aweze kupumzika. Asha alipofika mlangoni, akafunua pazia, macho yake akayatupa moja kwa moja kwenye mkeka ambao ulikuwa pale sebuleni. Akaona taa ikiwa inawaka, pia watu walikuwa wamelala, tena wakionekana wamelala fofofo kabisa. Moyo wa Asha ukagawanyika pande mbili.
Alikuwa na shauku ya kutaka kujua ni nani alikuwa akikimbia. Lakini pia alitaka kujua ni kitu gani mtu huyo alikuwa ameenda kufanya kwenye chumba cha maiti ya mume wake. Akajiuliza anzie wapi. Akaona ni bora aende chumba cha maiti. Moyo ulikuwa ukimwenda mbio huku hali ya uoga ikizidi kumtawala. Alipotupa macho kwenye chumba hicho, akagundua kuwa pazia lilikuwa limenasa kwenye fremu ya mlango, ikiashiria kwamba kulikuwa na mtu ambaye aliyeingia humo na kutoka. Sasa akarudisha kumbukumbu zake vizuri. Akaona yawezekana kishindo kile kilikuwa kikitokea humo bila shaka. Hivyo akajiridhisha. Basi Asha hatua moja akaanza kuipiga. Ulikuwa ni mwendo wa kuelekea mbele, taratibu kama kinyonga aliye mawindoni. Kadiri alivyokuwa akipiga hatua, ndivyo alivyozidi kusisimka. Akafika mahali akatamani kulia kwa jinsi ambavyo mwili wake ulivyokuwa umejawa na msisimko. Tayari alikuwa na uhakika kuwa kulikuwa na imani za kishirikina nyumbani kwake. Hisia ikawa kama ile ya marehemu mume wake kuwa mama yake ndiye mchawi. Tukio la kukabwa na Bizokolo lilimfanya aamini hivyo. Basi mwendo wa sekunde chache akajikuta akiwa ameshaufikia mlango huo. Wakati huo kulikuwa na mtu ambaye aliyekuwa akimtazama. Kadiri ambavyo kulivyokuwa na mtu aliyekuwa akimtazama Asha kutokea pale sebuleni, mtu huyo alionekana kuwa kimya ili Asha asistuke kuwa alikuwa akimfuatilia. Asha akafanikiwa kuzama ndani ya chumba hicho. Ndipo mtu huyo akawa anamfuata taratibu Asha kwenye chumba hicho. Asha hakujua kuwa alikuwa vitani usiku huo. Taa ilikuwa ikiwaka ndani ya chumba hicho. Asha akasogea hadi karibu na mwili wa mume wake Majula, ambao mwili ule ulikuwa juu ya kitanda cha kamba, yani teremka tukaze. Swali alilojiuliza Asha, ni nani aliyekuwa ameenda mle na alienda kufanya nini? Alipo utazama vizuri mwili wa Majula, aliona ulikuwa na mikwaruzo kama ya kucha ndefu hivi zilizopita juu yake. Akazidi kupata wasiwasi na hali ya uoga ikazidi kumjaa. Akatoka mle na kurudi chumbani kwake. Yule mtu akawa anajificha mahali hivi. Sasa kutokana na lile giza, Asha hakuweza kumuona mtu huyo vizuri. Mtu huyo alikuwa ni Bizokolo. Akarudi kulala kwenye mkeka, wakati huo Asha akiwa amejilaza kitandani akizidi kutafakari mambo mengi. Kile kidonda kilikuwa kile kidonda kilikuwa kikimletea maumivu sana. Maumivu yalikuwa yakizidi. Mkono ulikuwa unauma kweli kweli. Sasa kadiri kidonda kile kilivyokuwa kinauma na kumletea maumivu, kilizidi kumkumbusha kilichotokea alipokuwa ndotoni. Asha akajilaza kwa ubavu ili kuzuia kutonesha kidonda chake. Ilikuwa ni majira ya saa 7 usiku kwa muda ule. Bizokolo alipoona ukimya umetawala, akatoka pale sebuleni, akafungua mlango, akatoka pale ndani na kuelekea nje. Muda huo Asha alikuwa tayari ameshapitiwa na usingizi wa ghafla sana, tofauti na ilivyo kawaida yake ya kuchelewa kulala, tena ukizingatia kulikuwa na matukio yenye kuogofya sana. Na haikujulikana Bizokolo alikuwa ameenda wapi usiku huo. Aliacha mlango wazi. Asha akiwa amelala akajikuta akiota ndoto nyingine tena. Ndoto hiyo ilionyesha tayari kulikuwa kumepambazuka na tayari alikuwa ameshamaliza kumzika Majula. Alikuwa amebeba jembe anaelekea shambani. Alipofika katikati ya safari, akasikia sauti ya Majula ikimuita.
Alipogeuka alimuona Majula akiwa amevalia zile nguo ambazo mara ya mwisho alizivaa alipokuwa ameenda kuvua samaki na mauti ikamkuta. Asha aliogopa sana, akawa anarudi nyuma huku akiwa sasa anamtazama Majula ambaye alikuwa akitoa damu mdomoni. Mke wangu Asha, kwa nini umekubali nizikwe? Kwa nini umeruhusu nizikwe ikiwa bado mimi nipo hai? Aliuliza Majula huku Asha akizidi kutetemeka asijue aseme nini. Macho yake yalijaa wekundu, tena ule wekundu wa kulengwa na machozi. Damu ziliendelea kumvuja Majula akiwa anazidi kuongea. Akasema, Juma yupo hai mke wangu. Anateseka sana. Hukutaka kuamini maneno yangu kuwa mama yangu Bi Zokola ndio chanzo cha haya yote. Unatakiwa kuamka ili uone kwa macho yako. Amka, Asha, amka, amka mke wangu. Sauti hii ya Majula ilitoka kwa kujirudia rudia. Asha akakurupuka kutoka usingizini huku akiwa na hema juu. Moyo wake ulimwenda mbio baada ya kutoka katika ndoto ile. Ilikuwa ni ndoto ya kutisha hakika. Akapata wazo la kuangalia saa ambayo iliyokuwa kwenye redio. Akaona ilipata saa 7 usiku. Bado ulikuwa usiku wa kutisha sana kwake. Akajikurupusha pale kitandani. Bila kumwamsha Kidawa, akaenda kuchungulia tena pale sebuleni. Ni pale pale ambapo alipokuwa amelala Bi Zokola, palikuwa patupu kabisa, yani Bi Zokola hakuwepo. Kutokana na ule mwanga mkali wa mbalamwezi, akapata kugundua kuwa mlango ulikuwa wazi. Asha alitamani kuamsha waombolezaji, lakini akahisi kwamba angewasumbua kwa kitu ambacho hata mawazo yake hayaamini kuwa alikuwa akikabwa na Bi Zokola mwanzoni au vipi. Aliwaza kwamba hata kama angeliwaamsha waombolezaji wasingemwamini, kwa sababu hata muda ule alipokuwa anakabwa wao hawakumwamini. Kitu kilichomfanya hata yeye aone kama pengine alikuwa hakabwa, alikuwa ndotoni pengine. Akaanza kusikia sauti ya mnyama akiwa anatafuna kitu kwa nje. Sauti ya mnyama huyo ilikuwa ikifanana sana na simba au mbwa mwitu. Yaani ule utafunaji wake ulikuwa wa nguvu sana. Akajikuta akijawa na hofu, lakini akapiga moyo konde. Uwepo wa waombolezaji pale ulimfanya awe na tumaini, japo kidogo. Akafanikiwa kutoka hadi nje. Asha akawa inaifuata ile sauti mahali ilipokuwa ikitokea. Ilikuwa ikitokea nyuma ya nyumba yao, mahali ambapo kulikuwa na miti ya matunda. Ndiko kule ambako siku moja aliwahi kusikia sauti ya kuku akichinjwa usiku. Asha akajivuta hadi huku akiwa na tahadhari ya kutosha. Mbalamwezi ilikuwa ikiwaka vizuri na kufanya sehemu kubwa kuonekana kama mchana vile, wakati ulikuwa ni usiku mwingi. Akajificha nyuma ya mti wa mnazi, kisha akachungulia mahali aliposikia sauti. Wakati ule hofu ilizidi kumjaa baada ya kumuona aliyekuwa akitafuna. Hakuwa simba wala mbwa mwitu. Hakuwa simba wala mbwa mwitu kama ambavyo sauti ya kutafuna ilivyokuwa ikisikika. Alimuona binadamu akifanya hivyo, lakini hakupata kuiona sura yake kwamba huyo binadamu ni nani. Binadamu huyo alionekana kutafuna haraka sana, huku damu zikimwagika kutoka katika mnofu ambao aliokuwa akiutafuna, kuashiria kwamba alikuwa akila nyama mbichi kabisa. Akatamani kuiona sura ya mtafunaji. Akazidi kuweka umakini, na wala haikuchukua muda mrefu mtafunaji akageuka. Ndipo Asha alipoiona sura halisi ya binadamu aliyekuwa akila nyama mbichi kama simba. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Bi Zokola. Asha nguvu zilimwisha. Akajikuta akitetemeka kwa woga.
Meno ya Bizokolo yalikuwa yametoka mithili ya mbwa mwitu. Masikio ya Bizokolo yalikuwa juu kama simba. Alikuwa uchi wa mnyama, akiwa amechuchumaa, akiwa anakula nyama hiyo mbichi iliyokuwa imejaa damu. Asha akaona ni bora akimbilie ndani. Haraka akawahi kwenda ndani bila kuonwa na Bizokolo. Hakufunga mlango, akauacha kama ulivyo. Akajilaza na kujifunika shuka huku akitetemeka kwa alichokiona. Ilikuwa inatisha sana namna Bizokolo alivyoamua sasa kuonesha uchawi wake mbele ya Asha bila hata ya kujua kuwa alikuwa ameshajulikana. Asha alilia sana, akaamini rasmi maneno ya Majula kuwa Bizokolo ndiye aliyekuwa akiua watoto wao na ndiye aliyemuua Majula. Baada ya dakika kama 15 ilisikika mlango ukifungwa, akajua kuwa Bizokolo alikuwa akiingia ndani. Baada ya tukio lile, sauti ya mtu akijitupa kwenye mkeka ilisikika. Ilikuwa ikionyesha kuwa Bizokolo alikuwa anajilaza kwenye mkeka. Asha alitamani pakuche muda huo huo ili aondokane na hali ya uoga iliyokuwa imemjaa. Hakuweza kuivumilia ile hali, akajikuta sasa akitapika pale pale kitandani kwa jinsi alivyopata kinyaa cha mtu kula nyama mbichi. Alitapika pale pale kitandani, lakini hakujisogeza hata kidogo sababu ya hofu aliyokuwa nayo. Masaa yalienda taratibu kwa Asha, lakini kwa wengine masaa yalikimbia hatimaye kulipambazuka. Majogoo yakawa yanawika huko nje. Taarifa ya kuonekana kwa masanduku yule chizi, yule alionekana akiwa uchi, iliwafikia sababu wengi wao hawakwenda kwenye kikao. Muda huo huo, jua likiwa linachomoza, ikasikika sauti ya mwombolezaji mmoja aliyeitwa Mama Shabani akiwa anauliza, "Jamani, mmenionea mwanangu hapo nje?" Aliuliza akiwa ndani. Asha alikuwa bado chumbani akisafisha matapishi yake akiwa na Kidawa ambaye alikuwa akimuuliza Asha, "Una mimba?" Aliuliza kwa makini kwa kuhisi pengine ana mimba na ndio maana ametapika kitandani. Asha hakutaka kusema ukweli, akamwambia, "Hapana bwana, nilijisikia tu vibaya. Nilijisikia vibaya sana. Hali ya kuumwa ya ghafla ilinipata." "Maskini, pole sana Asha jamani. Hebu nikusaidie bwana." Kidawa akawa anamsaidia Asha kusafisha. Mara wakasikia kilio huko nje. "Huyu si Mama Shabani? Analia nini?" Wote wakakimbilia nje, wakamkuta Mama Shabani akiwa amezungukwa na wanakijiji wengine pale. "Kuna nini jamani?" aliuliza Kidawa. "Shabani haonekani." "Nini?" aliuliza tena Kidawa kwa kuhofia ni kitu gani kilichotokea. "Shabani mtoto mdogo wa mgongoni haonekani." "Wewe, mtoto mdogo wa mgongoni haonekani? Haonekani kivipi? Mbona kama yanajirudia hapa lakini? Jamani, haya mambo mbona kama yanajirudia hapa jamani, maskini ya Mungu jamani, ni mambo gani haya?" Yalikuwa ni maneno ya wanakijiji wengine ambao waliokuwa wamekuja pale kwenye msiba wa Majula. Mama Shabani alilia sana kwa kumuona mtoto wake. Wakatafuta kila kona bila mafanikio yoyote. Wachache waliozunguka nyuma ya nyumba waliona damu nyingi sana ambayo ilikuwa iko chini. Wakarudi kuambia wengine. Wanakijiji wote wakakimbilia nyuma ya nyumba kasoro Asha na Bizokolo ambaye alikuwa amelala kwenye mkeka. "Hii damu ni mbichi kabisa jamani. Sijui niseme nini, lakini siwezi kuhisi vibaya. Tuendelee kumtafuta mtoto," alisema mwanakijiji mmoja, na pale pale mzee Msiri mwenyekiti wa kijiji akawa amefika, akasimuliwa kilichotokea.
wanaume wote mtawanyike kijiji chote kumtafuta mtoto Shabani. Tawanyikeni kwenye kijiji chote, hata nje ya kijiji. Angalieni kila mahali, muhakikishe mnampata mtoto Shabani, mje naye hapa. Akasema mzee Msiri, huku wanaume wakijitawanya kumtafuta mtoto Shabani. Waliobakia wakarudi ndani. Jamani, hali inaanza kuogopesha sasa. Masanduku ameonekana jana jioni akizunguka hapa kijijini. Pengine alikuwa akitoa ishara ya hatari hapa kijijini. Tukishamaliza kumzika Majula, itabidi tufanye tambiko kujua ni nini tatizo hapa kijijini. Alipokuwa akisema hivi, muda huo huo wakafika akina Mkegani na wenzake wakadakia. Ndiyo, lazima lipite tambiko. Hiki kijiji hakijawahi kuwa na matukio ya hovyo kama haya. Watoto kupotea, hili haliwezekani. Mwenye hii laana lazima aondoshwe hapa kijijini. Sio tu kusema tambiko, lazima pia aondoke hapa kijijini. Mzee Msiri, tunakwambia. Sasa kutokea kwa maneno yale kulisababisha kukatokea sasa kutokuelewana. Wengine wakitaka azikwe kwanza Majula na wengine wakitaka tambiko kwanza. Mzee Msiri sasa ilibidi apaze sauti ili kuweka mambo yakae sawa. Akapaza sauti akasema, tambiko ni hadi Majula azikwe. Haitokuwa busara kuacha tena mwili ulale hadi kesho. Tukishamzika Majula, tunaenda kwenye matambiko. Sauti ya Msiri ikaleta amani. Alikuwa ni mzee ambaye aliyependwa na kuaminiwa sana kijijini hapo. Muda huo Bizokolo alikuwa akitoka ndani. Akawasikiliza maongezi yao, kisha akatikisa kichwa chake akarudi ndani. Ukimya ukatawala tena. Asha akamtazama sana Bizokolo ambaye alikuwa akijifanya kuwa bize na furushi lake la nguo. Akili ikamjia Asha sasa, akakumbuka tukio la usiku ule uliopita ambapo alimuona Bizokolo akila nyama mbichi. Akapata jibu, huenda mtoto Shabani ndiye aliyekuwa akiliwa nyama. Kiukweli Asha moyoni aliumia sana, sababu alishapoteza watoto 3, hivyo alihisi tu huenda wakawa wameshaliwa kama ambavyo Shabani ameliwa. Mama Shabani akapelekwa nyumbani kwake, huku taratibu za kumtafuta mtoto zikiendelea. Mwenyekiti wa kijiji hiki, mzee Msiri, ndiye aliyekuwa akiendeleza kila jambo kwa busara sana, huku watu wengi walikuwa wakimsikiliza. Alikuwa akitikisa kichwa chake akiwa amewegemea mti ambao uliokuwa kando ya nyumba ya Majula. Mara mzee Kimbona akaja na kumshika bega mzee Msiri. Mzee Msiri, unaonekana umezama kwenye tafakari sana, alisema mzee Kimbona akiwa anaitazama nyumba ya Majula ambapo watu walianza kumiminika kwa ajili ya mazishi. Masaa yalikuwa yameshaenda na mchana ulikuwa umeshaingia. Wewe acha tu mzee Kimbona, kuna jambo zito limetokea hapa, akasema mzee Msiri akiwa amesimama sawa sawa. Aliongea huku akiwa anamtazama mzee Kimbona. Walipokuwa wamesimama hakukuwa na watu wengine, walikuwa wao wawili tu, na maongezi yao yasingeliweza kusikiwa na mtu yeyote mwingine. Jambo zito? Aliuliza mzee Kimbona kwa sauti ya mshtuko, kisha akapunguza sauti akauliza, ni mzee Msiri, ni jambo gani hilo zaidi ya kifo cha mvuvi maarufu hapa kijijini kwetu bwana Majula? Ni jambo gani lingine? Mzee Kimambo, kuna taarifa za kupotea kwa mtoto hapa. Nimeagiza wanaume waliokuwepo hapa kusambaa kijiji chote ili waweze kumtafuta.
Mtoto gani tena? Mzee Msiri, mtoto gani huyo ambaye amepotea? Mtoto asikuzani. Unamaanisha Shabani, kale katoto kamgongoni? Ndio. Pia imekutwa damu nyuma ya nyumba ya Majula. Ipo dhana ndani ya akili yangu, lakini hata sitaki kuitoa. Mungu wangu. Kweli. Una dhana gani lakini Mzee Msiri? Wewe ni mzee pekee unayesikilizwa na kuaminiwa zaidi hapa kijijini. Kwa nini usiitoe hiyo dhana? Alihoji Mzee Kimbona huku akionyesha kujawa zaidi na udadisi. Bwana Kimbona, jambo lenyewe, alisema Msiri huku akiwa na sita, kisha akasema, ni jambo bwana, ni bora kuliacha hadi pale ambapo tambiko litakapofanyika. Mzee Kimbona sasa pale akashusha pumzi zake baada ya kushindwa kusikia dhana ya Msiri ambayo aliyokuwa akitaka kuisema. Mwisho akasema, kwa akili ya kawaida ni lazima uchawi uhusike hapa. Haiwezekani haya matukio yafuatane namna hiyo Mzee Msiri bwana. Huo ndio ukweli bwana. Mimi dhana yangu na mimi ni hiyo. Lazima kuna uchawi unahusika hapa. Kimbona. Please, samahani sana. Hili jambo si la kuliamua kirahisi hivyo. Mizimu itatuambia kijiji chetu kimekumbwa na dhahama gani. Tutakapofanya tambiko, mizimu itatuambia. Hatuwezi kulimaliza hilo jambo kirahisi hivyo. Punde wakiwa kwenye mazungumzo, wakasikia sauti nyingi zikija upande wao. Walipopeleka macho yao kule, sauti ambapo zilipokuwa zinatoka, waliona kundi la wanaume wakija. Hao wanarudi, hebu tuwasikilize, akasema Mzee Msiri, kisha wakakaa kimya kwa subiria wafike. Walipofika, Msiri akawa wa kwanza kuwadaka kwa maswali. Vipi? Mbona mikono mitupu? Mnataka kusema hamkufanikiwa? Ndio Mzee Msiri. Yaani tumezunguka kijiji kizima na vijiji jirani, lakini hatujaona kitu chochote. Sio nguo yake wala mtoto Shabani. Hatujaona hata alama yake, alijibu kijana mmoja ambaye aliyekuwa amesimama mbele zaidi karibu na Mzee Msiri. Lutengano, mna hakika mmemaliza kijiji chote cha Nachingwea na kijiji jirani? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa imejaa busara sana, kama ambavyo ilivyo kawaida ya Mzee Msiri. Tumepita kila mahali Mzee Msiri, lakini hakukuwa na dalili iliyoonyesha kuwa Shabani alitoka eneo hilo, alijibu kijana tena kijana huyo ambaye alikuwa anajulikana kama Lutengano. Alikuwa ni kijana kiongozi wa ulinzi katika kijiji hicho. Si nilikwambia Msiri, hili jambo ni zito sana, akadakia Mzee Kimbona kabla ya Msiri kumzuia kuzungumza. Mzee Kimbona, busara ya umri wako ni bora zaidi kuliko maneno ya mihemko. Haya, vijana nendeni, tunakuja, alisema Msiri, kisha vijana wote wakaondoka zao. Yeye akawa amebaki na Mzee Kimbona pale. Ukimya ulikuwa umetawala baada ya vijana kuwasili nyumbani kwa Majula. Mara Mzee Msiri na Mzee Kimbona wakawa wamefika. Mzee Msiri akawatangazia wanakijiji walio eneo hilo kuwa hawakufanikiwa kumpata mtoto Shabani. Msiri akawataka watu kuwa watulivu na kuanza ratiba ya mazishi ili baadaye wamalizie mazishi vizuri na hatimaye baadaye sasa wakafanye tambiko. Mchana huo maiti ilitolewa ndani.
ikawekwa mahali pa wazi ili ibada ianze. Shehe akawa sasa anausalia mwili pale pamoja na waumini wengine waliokuwa wako pale. Aisha alilia sana sababu alijua kutokumuona tena mume wake Majula ni jambo la uhakika, hawezi akamuona tena. Alijua ameshampoteza mwanaume huyo aliyejitolea kwa ajili yake. Mwanaume aliyekufa kifo cha kikatili sana, mwanaume aliyetolewa uhai na mama yake mzazi. Hatimaye mwili wa Majula ulichukuliwa na wanakijiji ukiwa ndani ya jeneza tayari kwenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Watu hawakumwamini tena kama safari ya Majula ndio imefika tamati. Watu hawakuamini kabisa. Walivyokuwa wamembeba Majula, hawakuamini kama Majula ndio bye bye, hawezi kuonekana tena duniani. Wanasemaga bwana, kifo ni safari ya lazima. Na ni safari ya lazima kwa kila kiumbe hai pamoja na binadamu, lakini kifo hakizoeleki kwa kweli. Hasa kifo cha ghafla kama cha Majula kiliwaacha watu kinywa wazi. Mwili huo ulipokuwa ukikatiza kwenye mitaa ya kijiji hicho kuelekea makaburini, watu walikuwa wakilia mara mbili. Kwanza walisikitishwa na kifo hicho, lakini pili walipomuona Asha akiwa analia, walizidi kuumia. Kijiji kilikaa kimya kwa muda ambao jeneza lenye mwili wa Majula lilikuwa likipita. Makaburi hayakuwa mbali sana na njia ya kuelekea baharini. Mwili wa Majula ulipowasili pale makaburini, hapo mambo ya kushangaza yalianza tena kuonekana. Shimo la kaburi lilikuwa likitoa chemchemi ya maji na kuanza kulijaza shimo hilo kwa haraka sana, kitu ambacho kiliibua maswali. Mzee Msiri akaamuru kuchimbwa shimo lingine ili mwili huo uzikwe mchana huo. Haraka shimo likachimbwa. Shimo lile ambalo lililokuwa limechimbwa rasmi kwa ajili ya kumzika Majula, yani shimo lile la kwanza, ilibidi lifukiwe na hatimaye kufanyiwa tambiko maalum ili kuepusha mikosi. Kijiji chile kiliamini kabisa kwamba kuchimba kaburi alafu isizikwe mtu ni mkosi katika kijiji. Walifanya tambiko haraka na hatimaye shimo la kwanza liliachwa na hatimaye likatumika shimo la pili lililochimbwa kama kaburi ya Majula. Mzee Msiri akawaambia kuwa mwili huo uzikwe haraka iwezekanavyo. Na Majula alizikwa, lakini mwili wake ulionekana kuwa na joto kali sana. Ulitoa damu, kitu kilichowashangaza wazikaji, lakini kwa busara ya Mzee Msiri na kiongozi wa dini waliwaambia wanaume hao kuwa ibakie kuwa siri yao. Halikuwa ni jambo la kawaida. Mwili uliofariki siku 2 kabla, lakini ukutu ukiwa unatoa damu na bado ukiwa na joto. Hili jambo linaweza kuzua taharuki kijijini endapo wanawake watajua kilichoonekana huko. Tafadhali sana, tukae nalo hili kama wanaume kwa manufaa ya kijiji chetu, alisema kiongozi wa dini. Mara Msiri akasema, dalili hizi ni ishara njema. Ni wazi kuwa Majula hakufa kifo cha kawaida. Tutakapofanya tambiko tutajua ni nini kinaendelea. Ila kwa sasa wanaume tufunge midomo yetu. Tuache busara zetu zizungumze zaidi. Kila mwanaume hapa aliona tukio hili. Kimya. Sitofurahishwa endapo nitazisikia hizi habari kijijini.
Ilikuwa tayari muda umeenda. Walimaliza shughuli hiyo ya kumpumzisha Majula kwenye nyumba yake ya milele. Walirudi kijijini, nyumbani kwa Majula kumaliza taratibu za kupata chakula kama ambavyo ilivyo kawaida kwa mila za Kitanzania. Ni maeneo mengi ya Kitanzania kwamba watu wanapozika hurudi nyumbani kwenye msiba kupata chakula kama uji, wali au ugali, hata kama ni maeneo ya vijijini. Jamani, tumemaliza salama mazishi ya Majula, japo tumechelewa kurudi hapa kwa wakati tuliopanga kwa ajili ya kwenda kwenye tambiko. Kutokana na muda kwenda, tambiko litafanyika kesho asubuhi, alisema mzee Msiri. Ilionekana wengi walimuelewa sababu hakukuwa na minong'ono. Basi bwana, pole nyingi zilitolewa kwa familia ya Majula, na hasa kwa mwanamke huyu Asha ambaye sasa ni mjane wa Majula wakati ule. Sasa mama Majula ambaye aliibeba siri nyingi sana za kifo cha Majula, alikuwa na yeye yuko pale. Ilipofika saa 12 jioni, watu walikuwa wameshaondoka. Asha alibakia na Bizokolo pale nyumbani. Asha aliketi nje ya nyumba huku hali ya hofu ikianza kumtawala. Akakumbuka vimbwanga ambavyo alivyoviona usiku uliopita. Mateso aliyoyapata, aliishiwa nguvu. Bizokolo akaenda nje kwa ajili ya kuzungumza na Asha. Kinachokukalisha hapo nje peke yako ni nini? Kama sio jeuri ni nini? Unataka kuonesha watu kuwa umeumizwa sana na kifo cha Majula kuliko mimi, si ndio? Aliuliza Bizokolo kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa ukali. Hapana mama. Natafakari baadhi ya mambo. Fika, unajua kwamba nimeumia mama, sababu Majula nilimzoea sana, na isitoshe mama, tumempoteza mtoto wetu juzi tu, alisema Asha kwa sauti ya upole sana. Niondolee takataka zako hapa. Ina maana huyo mtoto ni wa kwanza kupotea? Majula ndio wa kwanza kufa? Hebu ingia ndani huko. Muone, alisisitiza Bizokolo, lakini Asha hata hakujigusa, huku moyo ukiwa unaendelea kumwenda mbio sana. Umenielewa? Alafu kawaida ya kuchelewa kulala jana ilikuwa ndio mwisho. Unachelewa kulala ili uone nini? Uone nini kwa mfano? Ebo, ingia ndani huko. Sawa, nimekuelewa mama, nakuja, alisema Asha ili Bizokolo aweze kuingia ndani. Kweli Bizokolo akawa ameingia ndani. Asha akamchungulia Bizokolo, akaona hawezi kutoka nje kwa muda huo. Akakimbia kuelekea nyumbani kwa Kidawa ambaye alikuwa ni rafiki yake mkubwa sana. Alifika akiwa hoi hadi Kidawa aliogopa, ikabidi amuulize, kuna usalama huko Asha? Aliuliza akiwa anamtazama Asha aliyeshika magoti yake kwa uchovu. Kisha akageuza macho na kumtazama Kidawa. Usalama upo, lakini ni mdogo sana kwangu Kidawa, alisema Asha huku chozi likimbubujika. Kwa akili ya kawaida Kidawa alijua ni ile hali ya kumpoteza mume wake. Pole sana Kidawa, yatakwisha tu, usilie. Kidawa alikuwa akishuhudia chozi la Asha lilikuwa likimwagika. Hebu kaa kwanza unieleze ni nini kimekusibu Asha. Hebu kaa hapa. Kidawa akaingia ndani, akatoka na kigoda, kisha na yeye akakaa juu ya dumu lisilo na maji. Walikuwa nje wakati huo, upepo wa jioni ulikuwa ukipuliza.
Kuna nini huko Asha? Aliuliza tena Kidawa. Hali sio shwari Kidawa. Hofu yangu ni juu ya usalama wangu. Bizokolo sio mtu mzuri Kidawa, naogopa sana. Bizokolo sio mtu mzuri? Unamaanisha nini Asha? Bizokolo ni mchawi, ndiye aliyehusika na kifo cha Majula. Mambo niliyoyaona usiku ulioisha yaliniogopesha sana. Nilimuona Bizokolo akila nyama mbichi nyuma ya nyumba. Wasiwasi wangu ni kama alikuwa akila nyama ya mtoto Shabani ambaye kijiji kinaamini amepotea. Nina uhakika tambiko litamtaja Bizokolo kuwa ndiye tatizo hapa kijijini Kidawa. Nina uhakika. Sauti ya Asha iliambatana na kilio na kwikwi hadi Kidawa akaanza kudondosha chozi. Wewe, kwamba Bizokolo kwamba ni mchawi? Nakwambia mimi niliyaona yote hayo, hakuna, siwezi kumsingizia. Wewe Asha, una uhakika lakini na mambo unayo? Wewe nisikilize Kidawa. Nimsingizie ili nini? Nilimuona mimi mwenyewe anakula nyama mbichi. Nina mashaka amemla Shabani mtoto yule. Asha, najua nachoka. Haya sasa, una mpango gani sasa? Alihoji Kidawa akionyesha kuguswa zaidi na tukio hilo. Mwenzako Kidawa, naogopa kulala na Bizokolo kule nyumbani. Naogopa, twende tukalale wote. Asubuhi kila kitu kitakuwa wazi. Tambiko likishafanywa kila kitu kitajulikana. Asha, kwa nini usilale hapa kwangu asubuhi? Ikifika mambo si yatajulikana, lakini ulale hapa. Unajua hata mimi nimeanza kuwa na muoga, ujue. Yaani niende kule. Kwa nini usilale hapa? Kidawa, nisikilize rafiki yangu. Unajua nini shoga yangu? Tatizo nikilala nje ya nyumba atastuka kuwa nimegundua siri zake. Ninachotaka aendelee kuamini kuwa hakuna ninachokijua. Asha, mbona unanipa mtihani? Huo mtihani huo. Ila sawa, ngoja nijiandae twende. Basi Kidawa akawa ameingia ndani kujiandaa. Baridi likawa kali pale nje. Asha akawa anatetemeka tu. Baada ya muda Kidawa akawa amemaliza kujiandaa, akafunga nyumba yake, akaongozana sasa kurudi nyumbani kwa Asha. Wakamkuta Bizokolo akiwa amekaa nje akiwa ameshikilia taa ya kandili. Ni wazi alikuwa akimtafuta Asha. Alipowaona aliguna kisha akakaa kimya. Mama, na umeamua kuja kukaa nje? Aliuliza Asha kana kwamba hana hofu yoyote juu ya bibi Bizokolo. Ulienda wapi? Alihoji Bizokolo kwa mtindo wa hasira. Nilienda kwa rafiki yangu, alisema atakuja kulala leo. Sasa nilienda kumuuliza ili kama hafiki tufunge milango. Sawa, alisema Bizokolo kisha aliingia ndani na kuacha akina Asha nje. Asha na Kidawa walitazamana kisha Kidawa akasema, shoga yangu, huyu bibi sio mzima. Sio mzima kusema ukweli. Ulivyoniambia nimejaribu kupima maneno yake. Ana jambo lake huyu, sio bure. Alisema kwa sauti ya chini sana bila kujua kuwa Bizokolo alikuwa akisikia. Mungu tu aniepushe na hili janga zito. Nimejawa na hofu sana, natamani pakuje hata sasa hivi. Ghafla wakasikia sauti ya fagio ikifagia mkeka ndani. Ni wazi Bizokolo alikuwa akiandaa mahali pa kulala. Twende ndani, alisema Asha. Wakaongozana ndani na kufunga mlango kisha wakaelekea chumbani. Ukimya ulitawala huku kila mmoja akijawa na hofu.
Ilikuwa ni mishale ambayo wengi walikuwa hawajalala. Tena kwa mazingira ya kijijini utasikia wakiitana kwa ajili ya chakula. Muda huo Asha na Kidawa walikuwa wakipumua juu juu. Kidawa akamwambia Asha, hofu nilionayo, sidhani kama nitaweza kumaliza usiku huu wote hapa. Sidhani Asha, ujue naogopa sana, tena zaidi ya sana. Naogopa hadi sio poa. Usiseme hivyo Kidawa. Tunaweza kukesha macho, lakini usiniache peke yangu. Ni bora tukeshe mpaka asubuhi, lakini usiniache peke yangu hapa mimi. Kandili imezimwa jamani. Kandili imezimwa, alisema Kidawa. Giza lilitawala nyumba nzima. Giza liliambatana na ukimya wa muda mrefu. Kisha baadaye ilisikika sauti ya Bizokolo akikoroma. Tulale Asha. Bizokolo ameshalala, alisema Kidawa. Wakajifunika shuka ili waweze kulala. Macho ya Asha yalichelewa sana kupata usingizi msikilizaji. Alijikuta akipepesa macho yake kwenye giza totoro mle ndani. Akaanza kusikia sauti ya Kidawa akikoroma, akawa anamwamsha. Kidawa, Kidawa, usilale naogopa, alisema kwa sauti ya chini huku akimtikisa rafiki yake huyo. Tulale Banasha, nina usingizi mimi, alijibu Kidawa kwa sauti ya uchovu iliyokuwa imejaa usingizi. Basi Asha akajilazimisha kufumba macho yake na kuilazimisha akili yake izame usingizini. Alijitahidi kufanya hivyo lakini ilishindikana kabisa. Alikaa macho hadi usiku wa saa 7. Akaanza kuhisi mwili wake wote unasisimka kama vile amepandwa na sisimizi mwili mzima. Vipele vya msisimko vilimtoka huku akihisi nywele zake zinahesabika. Kwa ishara hiyo akajua tu lipo jambo la hatari lililokuwa karibu na yeye. Hakutaka kufumbua macho yake, lakini ubishani mkubwa ulikuwa katikati ya nafsi yake. Alikuwa akijikuta sasa akifumbua macho yake. Alivyofumbua macho, alijikuta akiona mwanga kama vile kandili imewashwa tena. Akaanza kuhema juu juu. Akageuka upande ambao Kidawa alikuwa amelala. Hakumuona wala kuhisi uwepo wake. Kidawa, 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 aliita Asha huku akianza kutetemeka. Alafu akahisi kama kuna kitu kinaburutwa sebuleni. Mungu wangu, ni nini hiki jamani? Alisema ndani ya nafsi yake iliyokuwa imetawaliwa na woga. Akajikuta sasa amekaa kitandani huku akili yake ikizidi kupanua mambo kwa kuyafikiri. Kwanza alijiuliza Kidawa ameenda wapi? Punde ile hali ya kuburuzwa kitu ikaisha. Akasikia sauti ya kukohoa. Akaitambua sauti hiyo haraka sana. Ilikuwa ni sauti ya Kidawa. Kisha akasikia sauti ya mlango ukifungwa, kisha taa kuzimwa. Muda huo huo akasikia sauti ya Kidawa ikisema, jamani, vipi? Ilikuwa ni sauti ya Kidawa ikiwa inasema ndani ya chumba hicho. Ilikuwa ikisikika kama mtu aliyekuwa akiingia chumbani. Ulienda wapi? Alihoji Kidawa. Mimi ya wewe? Alihoji tena Asha na yeye kwa mshangao. Swali alilopaswa kumuuliza alijikuta akiulizwa yeye, jambo ambalo lilizidi kumtia hofu. Akajikuta anaondoa uaminifu kwa Kidawa. Wewe hapo Asha, nimeamka sijakuona. Nikakusikia ukisema kuwa upo nje unapunga upepo. Nimeenda nje sijakuona. Nashangaa kukukuta kitandani. Ndio maana nakuuliza wewe ulikuwa wapi?
alisema tena Kidawa huku akipanda kitandani. Wewe Kidawa, usinichanganye ujue. Hebu nieleze vizuri. Uliwezaje kwenda nje na taa umewasha vipi? Hebu bana wewe. Wewe ndio unanichanganya Asha ujue. Nimeamka nikaona taa inawaka. Nikapapasa lakini sikukuona. Hebu ishia hapo hapo bwana na wewe. Kidawa, ishia hapo hapo. Wewe ni muongo sana Kidawa. Hebu niweke wazi, unashiriki mpango na Bizokolo? Aliuliza Asha kwa sauti iliyo chini sana. Asha, unanikosea ujue. Unaniita hapa, yani uliniita hapa mimi ili uweze kunifedhehesha kwa maneno yako haya, si ndio? Basi mimi naenda kulala kwangu. Naondoka. Wewe sikiliza bana. Kidawa, sijamaanisha hivyo Kidawa. Tafadhali usinichukie. Kusema ukweli, hali halisi ndio kama hiyo niliyokueleza. Nimeamka sijakuona, mara nasikia unafunga mlango. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaburuzwa huko? Je? Bizokolo amelala? Asha alilazimika sasa kuwa mpole ili Kidawa asimkimbie, akamwacha peke yake. Wewe Asha, sikiliza. Mimi sikusikia kitu kinachoburuzwa. Sikukisikia. Baada ya kushindwa kukuona, nilielekea uwani kujisaidia. Ndio nikarudi ndani. Oho. Haya. Sawa bana. Tulale, tutaongea kesho. Tutaongea kesho Kidawa, tulale. Naona wote hatuelewani hapa. Tutaongea kesho. Alisema Asha huku akiwa anavuta shuka taratibu. Bado hofu ilizidi kumaliza. Alianza kumuhisi vibaya Kidawa, akawa analala huku akiwa anamtazama kuhakikisha kama ataondoka tena basi atamuona. Usiku ulizidi kuwa mwingi. Wadudu wa usiku waliendelea kupiga vigelegele huko nje na kumfanya Asha ashindwe kusikia kama Bizokolo amelala au anaamka. Usingizi ulimkauka kabisa Asha, kitu ambacho kilimfanya akose raha usiku huo. Alitamani hata usingizi umshike ili alale, ili asione vimbwanga vya Bizokolo. Kumbe wakati Asha na Kidawa wanaongea pale nje kuwa Bizokolo ni mchawi, bwana we, Bizokolo mwenyewe alikuwa amewasikia. Hivyo akawa amejua kuwa Asha anafahamu kuwa yeye ni mchawi, na siri hiyo amempa rafiki yake ambaye ni Kidawa. Akasubiria hadi katikati ya usiku ili amuoneshe Asha kuwa yeye sio mchawi tu bali ni mkatili kuliko anavyoweza kufikiria. Kabla Bizokolo hajaanza kuonesha uchawi wake, Asha akiwa bado kitandani, lakini macho yalikuwa yakipepea kama vile kamba ya bendera. Alianza kusikia sauti ya marehemu Majula ikimuita. Sauti ya Majula ilikuwa ikisema, Asha, kimbia. Asha, kimbia. Kimbia Asha. Asha, kimbia, upo kwenye hatari. Sauti hiyo baada ya sekunde kadhaa ilikoma, kisha vipele vya msisimko vikamtoka Asha. Vinywele vikamsimama. Kumbe muda huo Bizokolo alikuwa akiutoa uchawi wake ambao alikuwa na uhifadhi kwenye kibuyu. Uchawi huo ulikuwa ndani ya kibuyu hicho ambacho alikuwa akikihifadhi kwenye furushi lake la nguo alilokuwa nalo. Jasho lilianza kumtoka Asha. Akajaribu kumwamsha Kidawa, lakini Kidawa hakuweza kuitika kabisa. Sauti za watu kuongea ziliendelea kusikika. Usiku wa kutisha ulijaa machoni pa Asha. Akaweka mikono yake usoni akasema, Mungu, nimeshindwa, siwezi kuvumilia. Asha alisema huku chozi likiendelea kumbubujika. Mara akasikia sauti ya kitu kama sarafu zikiwa zinasambaa ndani humo,
kama vile zilikuwa zimerushwa kwenye mawe. Kisha ikaja sauti nyingine ya mchanga kama ulikuwa umemwagwa kwenye paa la nyumba yenye bati. Mshtuko mkubwa ukamshika Asha, akajikuta anaishiwa nguvu. Wala haikuchukua muda mrefu akaona mwanga wa kandiri ukija chumbani kwake. Akajua kuwa kuna mtu aliyebeba taa hiyo alikuwa anakuja chumbani humo. Akaona pazia likifunuliwa. Alichokiona Asha kilimtisha sana. Alimuona Bizokolo akiwa uchi kama alivyozaliwa. Alikuwa amebeba ungo mkono wa kulia. Ungo huo ulikuwa na nazi mbili. Akashusha macho yake kumuona aliyekuwa amebeba taa hiyo. Alimuona mtoto wake wa kwanza kupotea, ambaye alikuwa amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Hakuwa na nguvu hata ya kutikisa mguu wake wala macho yake. Asha alikuwa ameishiwa nguvu mno. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Chanzo ni Mama. Tukutane katika sehemu ya 3 ndani ya makala simulizi. Msimuliaji wako nilikuwa mimi, BHB wa makala simulizi. Na kukumbusha kwamba kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo, ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii mpaka mwisho. Lakini pia uweze kupata simulizi mbalimbali ambazo tutakazokuwa tunakuwekea hapa. Okay, hapa sina la ziada na kuaga bye bye, nikikukaribisha vile vile katika sehemu ya 3 ya Chanzo ni Mama kutoka katika mikono ya Amza Stories. Bye bye, tukutane sehemu ya 3.